unayekwenda haji na unaingia katika ibada yoyote ama jambo lolote la kidini ama la kidunia, jua unachokwenda kukifanya ni kitu gani. Usende ukakifanya kwa njia ya kuigiza, utapoteza, utaharibu, utaingia katika hasara, mbali na madhambi ambayo mtu aweza kujipatia, na huku ikawa hajijui kwamba analolifanya lampatishia dhambi. Makosa makubwa sana mtu awe ataingia katika jambo na hana elimu nalo. Na tukizungumza elimu, pana elimu mara mbili. Pana elimu ya kulitekeleza lile jambo, kujua nguzo zake, masharti yake ya lazima ya kufanywa, ya faradhi ndani yake ni yapi, ya atakao haribu mambo gani ambayo nikiyafanya yataharibu hii ibada, sunna, vipambo ambavyo kwamba ya kurembesha ibada kama hili baada ya kutekeleza ya lazima ndani yake ni yapi, ya karaha ambayo nikiyafanya yatatia dosari katika ibada ni yapi. Hii ni elimu ya kuijua, fiqhi ya kuichambua ile ibada ambayo wataka kuingia kuifanya. Bimaana ukiingia katika ile ibada wajua, mimi hii haramu nilovaa, nguo hii ya chini na nguo hii ya juu, zile shuka mbili anazozivaa anayekwenda haji, hizi zamaanisha nini? Je, nikitovaa nyeupe nikavaa kala nyingine ni vipi? Ni lazima kuvaa hiyo hiyo nilovaa, ama nikienda kule naweza kubadilisha nyingine na nyingine? Yamaanisha nini nguo hili? Ndipo pale unapoingia wajua lile vazi unalolivaa ni gani, na kutia nia kitu gani, na yatiwa nia sehemu gani, tawafu maana yake ni nini, masharti yake ni yapi. Utakuwa uifanya ile ibada kwa njia ya starehe tamu, kwa sababu una elimu nayo. Hata ukipotea ukioni ugenini, ni mwanzo kwenda kuhitaji wewe kumpata mtu wa kukuongoza, utakuwa moyo wako baridi, wajua mimi hapa niko katika tawafu Hajarul Aswad, hii hapa nimeanza ya kwanza, hii ya pili, naenda hubabaiki mpaka kukamilisha. Wajua wazi mimi njia kutokea ni hii hapa, naenda zangu katika kunywa maji ya Zamzam pale, naenda zangu katika sa'i baina Safa na Marwa. Nikitoka njia ya kwenda hoteli kwetu ni njia fulani. Sala ya hoteli si tatizo, waweza ukauliza, lakini lile la ibada kwanza ulitekeleze, na huwezi ukalitekeleza kwa kuwa huna elimu nalo.